Kwa sasa ndani ya klabu ya Yanga naweza nikasema kwamba utulivu hakuna. Naweza nikasema hivyo kutokana na mambo kadha wa kadha ambayo yanaendelea. Hasa tangu kwa kuanza msimu huu kiwango kwa upande wa timu hata ukienda kutazama mchezaji mmoja mmoja bado naona kama kuna vitu haswa vinakosekana, lakini pia hata kwenye aina ya mfumo wa mwalimu Romain Folz mambo yanaonekana kuwa ni tofauti. Haswa kwa kile ambacho Yanga walikwenda kukiachivu msimu uliopita, sasa msimu huu kinaonekana kabisa hakipo baada ya ujio wa kocha huyu Romain Folz. Kila mmoja anazungumza la kwake. Wengi wanaamini kwamba mwalimu huyu mfumo wake ndio ambao unaharibu timu. Wapo baadhi ya wachambuzi ambao na wenyewe pia wanaamini kwamba kocha Romain Folz yuko vizuri, lakini wachezaji ni kama fitness hawana hivi. Lakini mpaka sasa hivi kwa upande wa mashabiki wanaonyesha kabisa kwamba hawana imani na mwalimu huyo kulingana na aina ya timu ambazo wanakutana nazo na namna ambavyo wanacheza. Lakini pia hata kwenye upande wa kuchagua kikosi. Lakini pia kwa upande wa uongozi mpaka sasa hivi bado hawajatoa taarifa rasmi, lakini tayari kuna kikao kizito ambacho kimekaliwa na mwalimu huyo na mambo mengi ambayo yamezungumzwa utakwenda kufahamu hapa. Lakini kabla sija kupatia taarifa hii kiundani zaidi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi kwa kile ambacho uongozi umeweza kujadili na mwalimu huyu, lakini vipi kwa upande wa mashabiki utakwenda kufahamu hapa. Twende nayo taarifa hii kiundani zaidi. Naweza nikasema kwamba kwa sasa ndani ya soka la Tanzania ni kwa upande wa klabu ya Yanga kuingia zaidi kwenye vichwa vya habari kufuatia hatima ya kocha wao Romain Folz. Taarifa ambazo zimethibitishwa zinaeleza kuwa uongozi wa klabu hiyo tayari umekaa kikao maalum na kocha huyo kujadili mwenendo wa timu pamoja na mfumo wake wa kiufundi ambao kwa muda mrefu umekuwa ukilalamikiwa na mashabiki wengi wa timu hiyo. Mashabiki wa Dar es Salaam Africans kwa sasa hawana tena imani na kocha Folz, wakieleza wazi kwamba mfumo wake na uchezaji umekuwa ni dhaifu na umeshindwa kuleta matokeo makubwa yanayotarajia kutoka kwa klabu yenye historia ndani ya Tanzania. Malalamiko na pressure kutoka kwa mashabiki zimeongezeka kila siku, hali ambayo imeilazimisha sasa uongozi kwa upande wa klabu ya Yanga kuingilia kati ili kuangalia mwelekeo wa benchi la ufundi. Kwa mujibu wa taarifa zinazozagaa, kikao kati ya uongozi wa klabu ya Yanga na mwalimu huyo kiliendeshwa kwa mazungumzo ya kina juu ya hatima yake, na tetesi zinaeleza kwamba uamuzi wa mwisho unaweza kutangazwa muda wowote kuanzia sasa. Kuna taarifa kwamba tayari uongozi umeanza kusaka mbadala wa kocha huyo, hali inaongeza mashaka kwa siku chache zijazo klabu inaweza kutangaza rasmi kuachana naye. Hali hii imeleta sintofahamu kubwa miongoni mwa mashabiki wa klabu hiyo, baadhi yao wakisema kwamba kuondoka kwa Folz ni jambo la lazima kwa sasa ili timu iweze kurudi kwenye ubora wa hapo awali. Wengine wameonya kwamba mabadiliko ya haraka yanaweza kuathiri pia morali ya wachezaji. Kwa sasa macho na masikio ya wengi yameelekezwa ndani ya klabu ya Yanga, kila shabiki akitaka kusikia tangazo rasmi kutoka ndani ya uongozi huo kwamba kocha huyo ameondoka. Na mpaka sasa hivi mwalimu Romain Folz naweza nikasema kwamba ni kama hivi mambo yamekuwa ni magumu, haswa pia kwenye mchezo wa Mbeya City ambao alidraw kwa kutokufungana. Wa mashabiki wengi walionyesha kuimba na kusema kwamba hawamtaki kocha huyo. Mpaka sasa hivi kwa upande wa uongozi na wenyewe wanaendelea kushika kichwa, huku ukiwatazama wachezaji na waona kama hivi kuna vitu hasa ambavyo